mji mzuri Zayuni, juu Zayuni, maskani ya Mungu. Tusijafika mbinguni kwenye utukufu, kwenye utukufu. Zayuni, mji mzuri Zayuni, juu Zayuni, Wapendwa, karibuni kwa ibada yetu ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia kwa idhaa yetu ya Nyota. Kwa niaba ya baba yetu, baba askofu, tuko na ndugu yetu Justus Wamoi, dadangu Faith na ndugu yangu Robert. Tuombe kwamba Roho wa Bwana aje atuelekeze kwa ibada hii na mwisho tuweze kuona baraka ambazo ametuandalia. Tukumbuke wenzetu ambao walipoteza wapendo wao katika ibada hii, tuweze kuwaombea ili Roho wa Bwana apate kuwaelekeza. Na tuombe. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wetu Baba kwa utatu wako. Tena Baba, nafasi hii ambayo umetupatia Baba asubuhi hii, ili Baba tukajumuike mikononi mwako Baba, kuomba baraka ambazo umetuandalia Mfalme. Baba, tuombea watazamaji wetu, Roho Bwana ujeze nguvu zako takatifu. Baba, mwisho tuweze kuona baraka ambazo umetuandalia Mfalme. Tuanze pamoja nawe, tena Baba tumalize pamoja na wewe. Ni kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu akae nanyi. Akae nawe pia. Nitasifuta zote na kutamaini tu, ewe Mwana wa Mungu, na ihamia kwako, niponye sasa Bwana. Ewe
wapendwa katika Kristo, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, kwa mwana kwa siku hii tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kusifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumefurahi katika pendo na amani yake. Tuwaridhi kwa baraka za Mungu. Tuwaridhi pamoja na mwana wa Mungu. Tunafanya upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Sote tu pamoja katika Kristo. Msogee mavazi yenu, bali mrudieni Bwana kwa moyo wa toba. Heri nyinyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka kwa furaha. Heri nyinyi wapo watu watawachukia, hakika tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Wapendwa, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakaza uovu wote. Kwa hivyo tuungame mbele za Baba yetu aliye mbinguni. Nitawasihi tuweze kuungama sote pamoja. Baba uishie milele, Mungu wa wazazi wetu wa kale, mbele zako viti vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa mwanao twakaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Turehemu Bwana, usihesabie makosa yetu. Tujalie furaha ya msamaha, utuangazie moyoni mwetu utukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye upendezwa na kuridhia toba, wafu huwa hai na waliopotea mrudia Bwana, wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amina. Yesu nilitosha Kalvari, msamaha
tutasoma Injili jinsi ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 2 tuanzie aya ndogo 33 hadi 35. Na babaye na mamaye walikuwa wakistajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Maria mama yake, tazama, huyu amevikwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kwa kuwa ishara itakayotendewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Hii ndio Injili yake Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu.
wote ambao mnatupata mahali popote mlipo katika neno letu la leo. Naitwa mchungaji Justus Wamoi katika waskofu wa Mumias na hudumu katika parokia ya Bumala kule Msanda Archdiocese. Tuombe. Baba, tunakupenda katika jina kuu. Naomba ya kwamba unitumie kama chombo. Maneno ya kinywa changu Bwana ipate kibali kwako na ibariki na kuguza na kubadilisha maisha ya mtu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, tunaambiwa kwamba Yesu Kristo alipelekwa na wazazi wake Yerusalemu. Ilikuwa desturi ya Wayahudi ya kwamba mtoto anapofika miaka 12, 13 apelekwe kanisani. Na katika tamaduni ama desturi ya Wayahudi ilikuwa kwamba mtoto huyo anakuwa transformed from childhood to adulthood. Kwa hivyo Yesu alipelekwa kanisani na hali ambayo tunasema kujishukurisha. Na walipofika kule kulikuwepo na manabii wawili, Hana na Simeoni. Na baada ya wao kumshukuru Mungu sababu walikuwa wameahidiwa na manabii ya kwamba hawatakufa kabla wamuone Masia ambaye atakuja kuokoa ulimwengu. Kwa hivyo Simeoni na Ana wakamshukuru Mungu na kumbariki mtoto Yesu. Na katika mstari ule ambao tumesomewa 33, Simeoni anatoa taarifa ama anatoa unabii. Anasema ya kwamba kupitia mtoto huyu Yesu, kuna maneno machache ambayo alitoa ambayo ni ya uzito, ya kwamba Simeoni akawabariki akamwambia Mariamu na mama yake, tazama huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli na kuwa ishara itakayonenewa. Ya kwamba Yesu Kristo amewekwa kwa kuanguka na kuinuliwa kwa wengi katika Israeli. Mada yangu asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu jiwe la pembeni. Ya kwamba Yesu Kristo aliweka kwa kuanguka kwa wengi. Ni nani hawa ambao Yesu alisema wataanguka? Kulikuwa na desturi na kasumba na mambo mengi katika falsafa ya Kiyahudi ambayo kwa Yesu alikuwa kama stumbling block, na kufikia kwa Yesu itafanya wengi waanguke. Kwa hivyo akasema ya kwamba kupitia huyu wengi wataanguka, na akasema ya kwamba kupitia kwa huyu wengi watainuka. Through him many will rise. It means ya kwamba Yesu Kristo alikuwa chemichemi ya kuleta uzima. Talking about salvation, ukombozi, wokovu. Ya kwamba kupitia kwake wale ambao watapata wokovu huu watainuka, watasimama. Na vile vile anamwambia mama yake Maria ya kwamba ya kwamba huyu Yesu wengi watamuoppose, wengi watampinga. Na anamwambia Maria ya kwamba vile vile ya kwamba Maria, huyu Yesu Kristo upanga umewekwa katika moyo wako. Inafanyika aje ya kwamba Maria yeye ambaye amezaa yule ambaye ametuletea wokovu, na inasema kwamba Maria upanga utakuwa katika moyo wake. Na maana ya kwamba mapito ambayo Yesu atapitia itamfanya Maria akuwe na huzuni. Tukiangalia kusoma Yohana 19 mstari wa 25, Yesu akiwa msalabani, wanawake wakiwa wanalia, wakiwa mfuata wakilia, Yesu anawaangalia na waambia kwamba enyi wanawake wa Yerusalemu, msinilie mimi, lilieni watoto wenu na vizazi vyenu. Na alipoangalia kando akamuona Yohana, akamwambia Yohana, nimekuachia mama. Ukirelate andiko hili la Yohana na mahali ambapo tumesoma yale ambayo Simeoni anasema ni kwamba Mariamu, wewe utakuwa moyo wako utakaro na upanga. Kuna uwezekano uwe kanisani na moyo wako uwe umevunjika. Kuna uwezekano uwe kanisani na uwe na huzuni. Aje ni kwamba mapito na matukio ambayo tunapitia wanadamu siku hizi inafanya mtu anakuwa na huzuni, anafunjika moyo. Wengi ambao tulio nao kanisani sasa hivi, wengine wamevunjika mioyo, wengine wanaomboleza, wengine wamepitia matukio tofauti tofauti. Tunahitaji hili Yesu Kristo ambaye ni jiwe la pembeni, ambaye wale ambao wanampokea tunapata nguvu mpya. Majira ambayo yanafanyika wakati kama huu, tumekuwa na vita kule Middle East, tumekuwa na majali mingi. Tunaweza kuwa kanisani na mpendwa wako maybe yeye pombe imemshika,
kuna magonjwa. So inafanya yes, wewe umeokoka lakini bado moyo wako umevunjika. Hiyo ndio wakati wa kumulilia Mungu. Tumwambie Mungu ya kwamba Bwana, yes, tuko hapa lakini tumevunjika mioyo yetu. Twakuhitaji wewe kama ambaye ni jiwe la pembeni. Usimame ukomeshe maafa haya, ukomeshe madhila haya, ukomeshe haya ambaye anatufuata sisi kama jamii ya Kristo. Kwa hivyo mpendwa, pale mahali ambapo uko, nataka tuombe na wewe ya kwamba huyu Yesu Kristo, kupitia kwake wengi watasimama, wale ambao wanamwamini. Na kupitia Yesu Kristo huyu, wale ambao wampendi watampinga. Wale ambao wampendi, ukisimama kwake kikamilifu, mtakosana. Aliambia wanafunzi wake ya kwamba yeyote ambaye ananifuata abebe msalaba wake. Yeyote ambaye atanifuata, itainuka vita kati ya mama na baba, kati ya jamii, watakukataa kwa sababu ya jina langu. Hivyo inafanyika. Tunaomba ya kwamba Mungu atusaidie sisi ambao na wewe ambao unamwamini ya kwamba licha ya mapito haya yote, moyo wako usifunjike. Ya kwamba hata kama moyo umeinama, unapomwangalia yeye, una kama mkamilishaji wa mambo yote, unakuwa na tumaini jipya. Ujio wa Simeoni na Hana inaashiria kwamba Yesu, Mungu yu mwaminifu kutimiza ahadi. Alimwambia Simeoni ya kwamba hautakufa mpaka uone yule Masia ambaye atakuja kuokoa kisasi na ulimwengu. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba kama vile Simeoni hakukufa kabla kuona Yesu, naomba ya kwamba hata sisi kunayo mengi ambayo Mungu amekuahidi, ya kwamba kitambo kidogo Mungu atatenda kwa wakati wake. Wakati huu wa saumu, majaribio ni mengi, mambo iko mengi, huenda mambo isikue jinsi ulivyopanga. Nataka kuambia kwamba bado kuwa na tumaini kwa Mungu. Yeye ambaye ni mwaminifu alimtendea Simeoni na Hana, hata pia wewe nawe atakutendea. Na kabla kitambo kidogo, yeye atatenda ili sifa simrudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo sijui moyo wako umevunjika wapi. Sijui ni nini ambayo inafanya moyo wako ni kama upanga, ni kama mkuki imepita ndani yake, imevunjika, uko na huzuni. Yes, wewe ni Mkristo lakini huzuni iko. Kanisa lako kuna huzuni, ndoa yako kuna huzuni. Yesu Kristo yeye ni jiwe la pembeni. Is the foundation stone, is the cornerstone, ya kwamba tunapojenga kwake anatupatia tumaini jipya. Nataka kuomba ya kwamba Mungu atusaidie kama diocese ya Mumias, atusaidie kama jumuiya ya Wakristo, ya kwamba tumukimbilie huyu ambaye ni jiwe la pembeni, ambaye is the foundation stone, ambaye is the cutting line, ya kwamba tunapomtumainia yeye, mambo yetu itakuwa shwari. Hata majira na mapito yetu, japo ni magumu, japo mambo inaweza kuwa kama vile hatukutarajia, lakini yeye yuko pamoja nasi. Nataka tuombe ya kwamba Mungu akuguze, Mungu aifariji, aigande roho yako ili tena upate upya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na mkabidhi mtazamaji huyu mikononi mwako, ya kwamba licha ya mapito ambayo anapitia, moyo unaweza kuwa umevunjika na umeinama, huzuni imetanda, licha ya kwamba yeye ameokoka, yeye anakupenda, anakutolea saka na sadaka, lakini bado moyo umeinama. Naomba ya kwamba Kristo ambaye ni jiwe la pembeni, Kristo ambaye ukiingia mahali unabadilisha mambo, ingia katika ndoa hii, katika huduma hii, katika familia hii Bwana, ili ukabadilishe hali, ukawaponye wale ambao ni wagonjwa, ukawafariji wale ambao wanaomboleza. Katika dhiki yao Bwana wapate faraja. Katika kipindi cha saumu hiki Bwana waone tumaini na ukuu wako, na sifa sikurudie, kwani tumeomba haya kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Asante.
wa Kristo wa karne zote duniani kote, kuikiri imani yetu kwa maneno imani ya mitume. Na mwamini Mungu Baba mwenye enzi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati wa utawala wa Ponte Pilato, akasulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Kutoka huko atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Na maamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa takatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amina. Bwana Yesu akae nanyi. Akae nawe pia. Sala ya siku. Jumapili ya 4 wakati wa saumu. Baba mwenye rehema, tunakushukuru kwa kumtuma mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ili afe ili tupate kuishi. Ujalie kwamba tutaamka kwenye usingizi na kukemea kazi zote za giza na kukumbatia yeye aliye nuru yetu na uzima wetu, ili maisha yetu yakikoma hapa tuweze kuishi na kutawala pamoja naye siku zote milele na milele. Amina. Tukumbuke wale ambao wamo hospitalini, neema za Bwana zikawatendee mema. Tuwaweka katika mikono yake ya upendo wote wanaoteseka kutokana na maumivu na afya mbaya, wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wagonjwa vitandani, wale ambao wanainuka na kutembea lakini wanadumu katika hali mbaya ya afya, wote ambao inawalazimu kufanya upasuaji lakini Baba wanaogopa. Bwana, kuwa pamoja nao ili waweze kufarijiwa na matumaini ya kuwa hawako peke yao, na kwa sababu ulivumilia maumivu yote kwa ajili yetu, na mwisho ukavunja nguvu za kifo chini ya miguu yako, na kwa sababu Baba ulishinda, sisi pia tutashinda tukiamini katika jina la mponyaji mkuu Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tumuombe Mungu ambaye ni mfalme wa amani atujalie amani yake. Tuombe. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi sisi tuokolewa, katika ukimya na tumaini tupata nguvu. Tunakuomba ee Bwana utujalie baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani, hasa tukikumbuka mataifa yetu ya Middle East ambako kuna kutoelewana na vita, ya kwamba Mungu utawapa neema ya kuridhiana na kuleta amani ili kukomesha maafa ya watu wako. Ee Bwana utujalie furaha ya kutafuta haki na utuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote. Uyafanya maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sote tuungane kwa sala ya kuomba neema. Mungu mwenye enzi, umekuwa mlinzi usiku kucha, utulinde mchana kutwa nuruni na mashahidi wa njia zako. Tutafute ufalme wako kwanza na tukuone katika kila mmoja wetu. Tuongoze katika njia za mwanao na kutuelekeze kwenye mapito ya siku ya Bwana, kwa Kristo Bwana wetu. Amina.
taifa letu la Kenya, tukikumbuka viongozi wetu na wananchi wote na jamii ya Kristo. Mungu mwenye enzi utawalaye mataifa yote na kuamrisha kama utakavyo, tunakuomba umbariki na kumwongoza rais wetu William Ruto na viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka uliowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu la Kenya na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Tuomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuweze kuombea kanisa na wahudumu wake. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, uwape neema na uzima maaskofu wetu ulimwenguni kote. Bwana, sasa tukimkumbuka askofu wetu Askofu Mumias Wandera Joseph, Baba, kwa majukumu ambayo ulimpa mfalme, Baba, anapotekeleza kulingana na mapenzi yako matakatifu, Baba, unapobariki wengine, kakumbuke Baba jamii yake na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa, wamiminia baraka kama umande ili wakupendeze kwa kweli. Ujalie hayo Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Mbali na hayo, tukumbuka wale ambao wamo hospitalini, tukumbuka wale ambao wamepoteza wapendwa, tukumbuka haswa familia ya Mwalimu Job Mwanza ambaye Baba alimuita kwake. Tuombea familia hiyo wanapoanza maisha mapya bila baba yao, lakini kuna Baba ambaye ni mtetezi wetu, atasimama na nyinyi. Tunajua itachukua muda, lakini unapomtegemea Mungu ushindi upo. Tukumbuka familia ya Mama Ruth Atitwa pale Lubinu ambaye alimzika hapo Ijumaa. Tuomba kwamba mnapoanza maisha mapya bila mama, mtetezi wetu yuko atatupigania. Najua itachukua muda mrefu, ni kidonda kikubwa, lakini unapomkimbilia Mungu yote yataweza kwa neema zake Yesu Kristo. Nasema asante kwa dada yangu Faith kwa huduma ya uimbaji. Mungu anapozuru wengine akakumbuke jamii yako. Ndugu yangu Watiti, Roho Bwana akakuelekeze kwa huduma hii ambayo Mungu alikupatia. Ndugu yangu Justus Wamoi, wacha baraka za Bwana zikapate kuandama. Na Baba anapozuru wengine akakumbuke familia yangu. Mfalme, kimya chako hakizuiliki. Uwepo wako ni furaha isiyo kifani. Watu wanapotafakari, tuinua mbele zako na kuomba uwapokee. Wape uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza. Kwa miujiza yako wanajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako ya milele. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sote tuungane kwa sala ya Krisostomu mtakatifu. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neema wakati huu, shirikiano kuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako, utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufahamu, ukitujalia tujue ukweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo, kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Tumefika tamati ibada yetu. Tuomba kwamba wale ambao wamesikiza neno la Bwana, Simeoni alivyombariki Yesu, na upate kwa baraka kwa wengine. Bariki wale ambao wanakutafuta, wale ambao wanatafuta karo ya shule kwako, wanapokuja wabariki na pesa, watoto waende wasome, siku moja watakukumbuka. Kwa ndugu zetu Waislamu ambao wanapojiandaa
kumaliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tunasema kwamba wacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye anapeana neema kubwa na neema ndogo ndogo akawalinda. Mnapoanza sasa, mnapomaliza mwezi huu mtukufu, amani ya Bwana ipate kuwalinda. Wakristo ambao wanajiandaa pia kumaliza Lent, neema ya Bwana ipo iwalinde. Je, utakapomaliza mwezi huu ambao ulikuwa ukifunga, je, utakuwa baraka kwa wengine au utakuwa kikwazo kwa wengine? Na sasa amani ya Bwana ipita fahamu zote iwalinde katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu, na baraka za Mungu mwenye enzi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu iwe kwenu, nikae nanyi sasa na hata milele. Amen. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Iwe nawe pia. Amen.